Na asante sana ndugu mtazamaji wa matangazo ya TKTV au Tukutan TV ambayo inapeperusha matangazo yake kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuko jimboni Kivu ya Kusini, haswa tarafani Fizi, katika mji wa Baraka. Mpenzi mtazamaji, siku zote hizi Tukutan TV tunapendelea zaidi sana kukuletea masuala yanayohusiana na usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Na hatimaye baada ya kwenda kumaliza mazungumzo na baadhi ya wanamemba wa kidiplomasia siku za hivi zilizopita, hatimaye siku ya leo tumekwenda kukutana na mmoja kati ya washiriki au wanamemba wa mashirika ya kiraia katika tarafa la Fizi na mjini Baraka. Hivyo atakwenda kujitambulisha mbele yenu, mpate kumtambua yeye ni nani. Ndugu, jambo. Jambo bwana mtangazaji. Labda ungejitambulisha mbele ya watazamaji. Kwa majina naitwa Abeka Koze Chakubuta Jojo Ngonda. Mimi ni mwenyekiti au president wa Société Civile des Compatriotes Congolais en RDC katika jiji letu la Baraka, au kwa kifupi wanaita Sosiko RDC. Asante sana ndugu mtazamaji, kama unavyotoka kusikiliza ni mwenyekiti wa shirika la raia la wananchi au Sosiko RDC, amekwenda kujitambulisha, anaitwa Jojo Ngonda. Na kwa siku ya leo mwenyekiti au presidenti wa Sosiko RDC, tungependa kufanya kidogo uchambuzi kuhusiana na hali halisi ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Na mpaka sasa nchi ya DRC inapitia misukosuko mingi ya vita, zaidi sana zidi ya gaidi wa M23, na vile vile inavyoonekana rais wa nchi ya DRC bwana Felix Tshisekedi anakwenda kuonesha kwamba yeye hataki vita visivyokuwa na malengo yote au visivyokuwa na msingi. Hivyo amechukua mzigo wote kwenda kupatia Umoja wa Mataifa wa kwenda kumalizana na magaidi wa M23 kwa kufanya mazungumzo na kukaa chini, na huku raia wakisema kwamba sio njia sahihi, wangekwenda kushambulia adui kama adui wanavyoshambulia nchi ya DRC. Upande wenu kama vile mashirika yaliyopo mashariki mwa nchi ya Kongo, mnaliangazia vipi ili swala la vita vya mashariki mwa nchi? Asante sana bwana mtangazaji kwa kuniuliza swali kama na hilo. Sisi kama raia ya kwanza ambapo sisi tunahitaji ni kupata amani. Dio. Na amani huwa inatafutwa katika njia zote zile. Kuna kuwa amani ambapo inatafutwa katika vita, yani vita kuvita na vinamalizika, na kuna amani pia ambapo inatafutwa. Kwa hiyo ikiwa Rais Felix Tshisekedi amesema kwamba ni Umoja wa Kimataifa ambapo unapaswa kumaliza, ni kwa sababu ni pale kwa Umoja wa Mataifa ambapo kuna kuwa nchi zote zinafikia kukutanana na kukamata maresolution, na hususan ni Kongo kwa hii krizi ambapo tunayo sasa hivi. Kulikuwa resolution ya 2233 hivi, sijui kama ni 2733, nitaiangalia vizuri ile resolution, na ni resolution ambapo imekamatwa kwa kuomba waasi wote ambapo wameshika silaha waondoke katika nchi ya Kongo. Na kwa hiyo huenda ile ni mojawapo ambapo Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya. Na ya pili ni yenyewe serikali ya Kongo ikamate majukumu yake, kwa sababu ina uwezo na ina namna yote ya kumaliza vita, hususan nikisema kuambia vita kwa vita au kunjia ya mawasiliano ama ya maongezi. Na kwa upande wenu kuhusiana na mazungumzo ambayo yatakwenda kupitika kati ya DRC na magaidi, huku raia wakihitaji vita, mnafikiri nyinyi kama mashirika ya kiraia, mnafikiri je, hivi vita ili amani ipatikane mashariki mwa nchi ya Kongo, je, watu watembee na ile hali ambayo rais anaitaka au serikali kwende kufanya mashambulizi kama wengine wanavyohitaji? Ni lazima kwanza tuambie raia ukweli, na kwa sasa hivi nchi ya Kongo inakumbwa na tatizo ya wanajeshi kutokujijua kama wao ni wanajeshi wa nchi ya Kongo, ambapo wanakuwa na ile jukumu ya kulinda nchi ya Kongo na kulinda wakongomani na vitu vyao vyote. Kwa sababu ukiona wanajeshi wa Kongo wanakuwa wanakimbia bila kujua adui iko namna gani, wanakuwa wanakimbia watu ambapo hawana mafunzo kama wao wanajeshi wa Kongo. Kwa hiyo ile njia unakutana rais wa nchi anakuwa mojawapo mtu ambapo anakuwa anajikutana kwamba kukiangalia nguvu za jeshi lake, ambapo alikuwa anategemea jeshi linaweza kuwa na umuhimu wa kukinga raia, lakini ni jeshi ambapo inakuwa ya kwanza kukimbia na wengine kugeuka, na ile inakuwa nampatia nafasi zaidi ya kusema kwamba tofauti na kufanya vita ni lazima ende kwenye mazungumzo, kwa sababu ni hali ambapo jeshi letu linakuwa linashindwa namna gani ya kupigana. Lakini tukienda ingine namna,
kwa namna ya kidiplomasia, kwa sababu wakati kuna hali ya kidiplomasia, matatizo ingine ambapo inaweza kujitokeza ni matatizo gani? Hii kundi ya wauni wa M23 wa AFC wa Bwana Nanga na Tuganeo wanaweza wakaingizwa katika serikali si baada ya mazungumzo, lakini kutakuja ingine kundi, na ile ingine kundi ambapo itakuja na ile hali moja ya vita. Kwa hiyo inakuwa wakati wote watu wanazoea kila mara kwamba tukileta vita tutaenda kwenye mazungumzo, tunagabula mapouvoir, wanagawa vitu vyote ambapo watagawa. Kwa hiyo ambapo wanakuwa wanateseka na kuuawa ni wananchi wa Kongo. Kwa hiyo ile inakuwa mojawapo ambapo inakuwa na ile makonsekansi ya ile dialogue. Na ukiangalia sana, raia wengi wa Kongo hawahitaji tena mazungumzo, kwa sababu ni mazungumzo ambapo imetuingiza katika hii makoro, au ambapo huwa wanaenda fanya makoro, sisi wananchi hatujui. Matokeo yake ni watu kutoka kwa ile makoro kwenda tena katika uasi. Lakini serikali ya Kongo ikiweka akili nzuri ya kuchunga jeshi, ya kupeleka jeshi iwe na mafunzo mazuri, ya kulisha wanajeshi, kulipa wanajeshi vizuri, itakuwa ni jeshi ya kawaida ambapo kila mtu atakuwa anaona jeshi na anasema hiyo ni jeshi. Lakini kwa kuona jeshi letu linakuwa linakimbia kama watu ambapo wakupata mafunzo, kwa kufukuzwa na watu ambapo hawana mafunzo, hii inakuwa inaonyesha haya. Kwa hiyo ndo mojawapo ya hali ambapo inakuwa inatuma rais anaenda kwenye mazungumzo. Lakini sisi raia kabisa tulikuwa tunaomba, wakati serikali inalipa wanajeshi mzuri, inawakulisha, inawapatia kila kitu, sijui kama hivi vita inaweza ikashindana. Kwa nini wazalendo ambapo wao hawakupata mafunzo ya kijeshi? Kwa nini wazalendo ambapo wao hawalipwi lakini wanajitolea? Kwa hiyo mule wanajeshi, kuna wale wanajeshi ambapo tunaita ni wanajeshi wiko wa patriot, na kuna wajeshi ambapo waliingia katika jeshi bila kujua lengo wao kuitwa wanajeshi. Kwa hiyo sisi kama raia, nimependa kuongezea pale, sisi kama raia tunaweza hitaji kwa kumaliza hii aina ya uasi, na wengine uasi usikuwe na kuja ni vita kwa vita kati ya sisi wananchi kuisha mara moja au wale waasi wanaisha. Kwa hiyo inaweza ikasaidia zaidi. Ya, asante sana. Labda katika mazungumzo yako Jojo Ngonda, nilikwenda kusikiliza kwamba askari jeshi labda walipo vizuri, lakini nafikiri kwamba siku za hapa nyuma serikali ilikwenda kuongeza dola 400 kwa sababu askari jeshi walikuwa wanalipwa dola 100 hivi, kila askari jeshi atakuwa nagusa dola 500. Hatuko kule. Kuna swala ambalo nimesikia, labda niulize kwa niaba ya raia. Ulikwenda kusema kwamba baada ya mazungumzo yote ambayo wanapita kati ya inchi na magaidi, unaweza kukuta labda wale ambao walikuwa nasababisha ukosefu wa salama tena wanakuja kujiunga na taifa, labda kutoka kwenye ugaidi na waje kuwa viongozi wa serikali. Unafikiri sura raia wanaweza kuendana nayo na kuitika hilo swala? Ndo maana nimekuambia kwamba wanamtangazaji, sisi kama raia tupendelei kwenda munjia ya mazungumzo. Sisi kama raia tulikuwa napendelea serikali iekipe arme yetu, kwa sababu itiwe ni puissance militaire. Wakati ina ekipe arme vizuri, inalipa wanajeshi vizuri. Angalia mfano bwana mtangazaji, hauwezi kuwa na maendeleo katika nchi, hauwezi pata amani katika nchi kama jeshi haina jeshi. Kwa sababu ni jeshi ambapo inalinda. Ule mfanyakazi mwanaita yeye ni rais, yule anajiita ministre député, ni lazima ajue kwamba hawezi kuwa député kama ana usalama. Na kwa kupata usalama ni kwa sababu jeshi inakuwa iko imara. Namna gani député mwenye iko nasikia kiso pour kiso contre anainua kidole kwenye ensemble, anakuwa anapokea dola 13,000, na yule ambapo anakuchunga yeye anapokea chini ya dola 100. Kwa hiyo unaona ile vitu ni kukomala akili. Mtu ambapo anatumika ku DGM ku INPP ku DGRAD kunini, wanakuwa wanapokea franga, watoto wao wanakula vizuri, watoto wao wanasoma vizuri. Mwanajeshi analala fasi pabaya, mwanajeshi anakuwa anakula vibaya, mwanajeshi anakuwa watoto wake hawasomi vizuri, mwanajeshi kwa kutoka kwenda kuvita anakuwa anakosa meme hata gari ya kumfikisha kwenye vita. Kwa hiyo unakutana ile vitu, unaona kabisa, unaona ni vitu ya komala. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba tumempongeza sana rais, kwa sababu ametusikia yote ambapo tulikuwa kila mara tukilalamika kwamba ni lazima kukue motivation a motive arme kwa kuwapatia franga na hii vita itaisha. Kwa hiyo sisi ambapo tunaomba kwamba sababu tumechoka na mazungumzo. Kulikuwa mazungumzo ya Sun City ilitupeleka kwa rais umoja na rais makamu wa 4. Tumeenda kutoka pale tunaenda akore ya CNPD hii ambapo sasa hivi ni M23 ambapo tena pia iliungwa na Rwanda. Tulienda na RCD natoka RCD naenda CNPD tunaenda M23. Kwa hiyo unakutana
kila mara kunapokuwa kuna mazungumzo, watu ambapo waliua wananchi wa Kongo, wale ambapo wanatia, wanaua watu, wanapora watu, wanabaka watu, wanaiba kila kitu, ni wale tena unawaona siku 2-3 tena wanarudilia kuwa watu wa kuingia katika vitengo vya serikali. Sasa nini ambacho sisi raia tunapata kwa ile mazungumzo? Hakuna, kwa sababu wakati nimeona mtu ambapo ameniuia amepita na mimi nilimuona ameniuia, kwa unaona nitakuwa na hali gani kwake? Na mimi itabidi nichukue silaha tena nianze uasi. Kwa hiyo ni lazima, kwa kukomesha uasi, ni lazima kukue mambo ya serikali kushika silaha na kuungana pamoja na wazalendo ambapo tunawasifu kila siku, na wale wanajeshi wa FRDC ambapo bado wangali timamu na bado akili yao ingali timamu. Wasiposaliti nchi, najua tutapiga yule muoni Corneille Nangaa na kundi yake yote. Asante sana Jojo Ngonda, nimesikia kila mara ukisema kwamba muhitaji mazungumzo kwa sababu mmechoka na mazungumzo. Hivi tunahitaji kwa upande wenu nyinyi kama vile mashirika kiraia, hebu waambie raia au tolee tuseme strategy au plani ine ambazo nyinyi kama shirika raia, ili vita vimalizike sasa, mngehitaji serikali ifanye nini? Sisi ya kwanza ni kuomba serikali iekipe, yani ipatie jeshi uwezo wote. Kwa ule uwezo kunakuwa aspect logistique. Kwa ile uwezo kunakuwa motivation, franga wao napokea vizuri. Kwa ile uwezo inabidi jeshi apate namna ya gari. Kwa ile uwezo inabidi jeshi apate mamunition na silaha kubwa ambapo zinapashwa kabisa kukabiliana na waasi wa M23. Na ya pili ni serikali kuwasaidia wazalendo nao kuwapatia franga, kuwakulisha wazalendo, kuwalipa wazalendo, kuwalalisha vizuri na kuwatafutia namna yote, kwa sababu wao wanaitwa wa reserviste, ni jeshi ya akiba. Kwa hiyo kama ni jeshi ya akiba, lazima nayo pia ipate ile changizo, sio changizo kidogo, nao walipwe kama wananchi wa Kongo, kwa sababu wanafia nchi. Na ya tatu, kwa sababu umeniuliza nne, ya tatu ni kuomba serikali iwe ferme kwa kujiatashe mu principe zote ya kusema kwamba hii ni vita ya uvamizi, na vita ya uvamizi ni lazima tuipiganishe kwa kukua pamoja na raia, kwa sababu sio muda wa kuachana, ni muda wa watu kuungana pamoja, na raia iepuke kuunga wale wauni wa M23 mkono. Ni raia iunge jeshi letu la FRDC pamoja na wazalendo, na serikali waunge mkono yake yote. Na ya mwisho ni sisi kukubali kwamba hatuna nchi ingine, wale viongozi na sisi raia hatuna nchi ingine, ni nchi ni moja ya Kongo. Tunapashwa kuwa na lugha moja, tunapashwa kuwa na upendo, kwa sababu leo yule mvamizi akinitosha hapa nitaenda itwa mkimbizi, na wakati ninakimbia hawatasema ni Mubembe, hawatasema ni Mfuderu, hawatasema ni Mushi, hawatasema ni Munyindu, ni Mngala, lakini watasema ni Mkongomani amenyang'anya nchi na amekimbia. Kwa hiyo ni lazima sisi Wakongomani tuwe kimoja na tupiganishe ili nchi yetu ipate amani. Kwa hiyo ni ile, na kwa kuona kwamba nimeanza kule mwanzo kwa kusema kwamba kufatana na udhaifu wa jeshi, serikali yetu inalazimika kwa kuzungumza na wale magaidi wa M23 ili kuleta amani. Na nimekuambia kwamba shabaha ya wananchi na njia yote ya wananchi ni juu apate amani, ili watoto wasome vizuri, walimu walipwe, walimu wafanye kazi zao, wafanyakazi wote, waganga, kila mtu na ajisikie iko na uhuru katika nchi yake kuliko kuitwa mkimbizi. Kwa hiyo ni njia zote zile ambapo zinahitajika. Ikiwa ni njia ya vita, basi tuko tayari. Nikiwa ni njia ya mazungumzo kufatana na udhaifu wa jeshi letu, basi tuende katika njia ya mazungumzo, kwa sababu tunataka amani. Bwana mtangazaji, ukutani. Na asante sana, labda kwa kwenda kumalizia kipindi hiki, Bwana Jojo Ngonda, kama mwanaharakati au baadhi ya wanamemba wa mashirika kiraia, neno lako la mwisho la matumaini kwa raia wote Kivu ya Kusini, hususan tarafani Fizi, wale ambao wanakuwa na imani ya kusuasua kuhusiana na vita hivi, na wale ambao akili zao zinakuwa zisizolenga amani, wakuwa na akili zipotovu labda na kuhitaji kuleta habari za wasiwasi kwa raia wengine, unaweza kuwa na neno gani la mwisho kwa raia wote wa tarafa la Fizi na Kivu ya Kusini? Kama ujumbe wangu ni kusema kwamba
tuunge jeshi letu la Kongo mkono na tuunge wazalendo ambapo wanapigania nchi yetu, na sisi raia tujitolee kuna namna yetu yote ili kwa kushindikiza serikali itafute amani kwa njia yote ile ambapo inapaswa, na pia kuomba watu wasiungane na magaidi, watu wasipatie mwanya magaidi kwa kuwa natosha mafausse information katika marezo sosio, na kuomba watu waepuke kujiunga na wale magaidi kwa sababu wakati wanakuja wanaua, na wakati wanaua hawaangalii huyu ni wetu na usio wetu. Kwa hiyo ni lazima mtu ajue kwamba leo nikiuawa ni nchi ya Kongo inapoteza, leo nikikimbia ni nchi yangu ya Kongo itapoteza, kwa sababu sitaitwa tena Mkongomani, kwa sababu nitakuwa ninanyang'anywa nchi na watu wa Rwanda, Wanyarwanda, ambapo ni Paul Kagame, ambapo yeye anakuwa anavamia nchi yetu. Na ni hiyo hapo kwa kuomba serikali atumikishe njia zake zote zile zinawezekana ili amani irejeshe katika Nord Kivu na Sud Kivu na watu waishi kwa amani. Kama ni njia ya vita, basi serikali ifanye vita, na ikiwa ni njia ya kutafuta kwa mazungumzo, basi yende kwa mazungumzo tupate amani. Tumechoka na vita. Asante sana ndugu mtazamaji, ni hapa tutakuwa tumekwenda kutamatisha kipindi chetu hiki cha uchambuzi kuhusiana hali halisi ya vita mashariki mwa nchi ya Kongo, ambako leo tulikuwa na moja kati ya wanamemba mashirika ya raia hasa Sosiko RDC katika lugha la Kifaransa, ni moja kati ya mashirika ya raia ya wananchi huku au tuseme mashariki mwa nchi ya Kongo tarafani Fizi. Na hapa tulikwenda kuuliza kuhusiana na njia ambazo zinatakiwa zifanyike ili amani iwepo. Ulikwenda kusikiliza mwenyewe kwamba ni lazima serikali ikwende kuwapatia wanajeshi vifaa vilivyo bora, serikali ikwende kuwapatia au kuwalipa wanajeshi pesa zilizo nzuri, na vile vile serikali ipate kuamini kwamba jeshi lao ndilo jeshi ambalo liko thabiti kwa kwenda kumaliza vita hivi, na vile vile kuwaamini wazalendo katika harakati zao na wakwende kuwasaidia wazalendo kama wanavyosaidiwa jeshi la taifa FARDC. Asante sana, ni hapa tutakuwa tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki au uchambuzi wetu huu wa hali halisi ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, ambaye nilikuwa na mwalikwa wangu siku ya leo Jonjo Ngonda, ambaye ni mwanashirika au mshiriki wa shirika la raia Sosiko RDC. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV, tunakushukuru. Karibu kwa uchambuzi mwingine wa siku ijayo.